Uimara wa Mpanzu kufunga magoli na kutoa asisti. Jenchaza wana magoli ya free kicks. Ateba na magoli ya penalty. Mkwara kucheza dakika chache na kufunga magoli mengi. Yes, ndiyo kitu kikubwa kinachoonekana kwa urahisi kwa watu wengi. Sio mbaya kwa sababu dunia ya mpira inaamini zaidi ubora wa mchezaji ni kufunga magoli na kutengeneza magoli. Ila kabla ya magoli kufungwa ama baada ya kufungwa, nani anapaswa kuzuia vizuri kuipa faida timu? Hapa ndiyo eneo nyeti zaidi kwa sababu ukuta mgumu utakupa mataji. Ukuta mwepesi utawapa washambuliaji kazi kubwa. Kufunga magoli mawili, wao kuruhusu matatu haina maana. Kwenye kitovu cha timu pale Simba, kabla hujawafikia wale walinzi wanne, basi juu yao kuna Chuma Yusuf Kagoma, mkata umeme wa maana sana kitovuni. Kazi kubwa ni kuwa moves za wapinzani, kufanya interceptions, kufanya blocking, kushinda mipira ya juu na chini, kufanya clean tackling, kufanya faulu za kiufundi, kuipa timu faida, kutokuruhusu wavu wao kuguswa. Ametibu kwa kiwango kikubwa na kufanya wachezaji wengine kufanya majukumu yao kwa urahisi. Fabrice Ngoma ameonekana kuwa bora zaidi msimu huu, lakini siri ya hayo ni Yusuf Kagoma. Vitu vya kurekebisha kwake ambavyo nimeng'amua ni fast touch zake. Kuna mazingira anakuwa na poor fast touch inayotoa faida kwa opponent kuiba mpira. Kingine ni acheze thought game na sio faulu ambazo waziwazi zinaonekana na kuwa uamuzi smarti moja kwa moja ataigharimu timu. Mtu sana huyo. Anachohitaji ni mwendelezo mzuri wa kiwango mechi baada ya mechi. Ameandika mdau na mwanaharakati wa mpira wa miguu Tanzania Faraji Mustafa. Hii ni TNT View, subscribe, like, kushare na comment.